Hatua za Baba Levo zinaendelea kuwashangaza mashabiki mbalimbali wa muziki, lakini vile vile hata watu ambao wapo kwenye siasa nchini Tanzania. Kama ambavyo unaelewa, Baba Levo wakati ambapo anatangaza rasmi kuingia kwenye mchakato wa ubunge, watu wengi walimdharau sana. Watu wakasema kwamba bana, uchawa na ubunge wapi na wapi, mbona vitu hivi havifanani? Lakini kiukweli ni kwamba Baba Levo ni moja kati ya watu wanaendelea kuonyesha smartness kwenye nafasi yake ya uongozi toka ametangazwa kuwa mshindi, na toka rasmi ameanza kuingia pale bungeni Dodoma. Na hivi tunavyozungumza mimi na wewe, Mheshimiwa Baba Levo amepokea ambulance ya kubebea wagonjwa. Kama unakumbuka, siku kadhaa zilizopita alinunua gari maalum ambalo alilitambulisha kuwa ni gari la mabwana na bibi harusi wa Kigoma mjini kwenye jimbo ambalo yeye analiongoza. Baba Levo alitoa utaratibu rasmi, akasema gari ile itatumika kwa ajili ya sherehe za kufungia ndoa, na akasema kuwa yeyote yule ambaye ana ndoa basi ataweka tu mafuta kiasi kidogo cha pesa, itamsaidia. Sasa after that kulikuwa na maneno mengi, watu wakawa wanazungumza, kwa nini usinunue gari la kubebea maiti? Unaona bwana, ama gari la wagonjwa unatununulia sisi gari la maharusi, wakati bado huko kuna changamoto ya masuala ya kihospitali kama hivyo magari hayo ya kubebea wagonjwa mahututi na kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Jibu la Baba Levo alisema kwamba gari ambulance italetwa na Mheshimiwa Rais, na kweli ndicho ambacho kimefanyika. Baba Levo amepokea ambulance kama ambavyo unaona hapo, akiwa mkoani Kigoma pale, na hii imekuwa taarifa njema sana kwa wana Kigoma, lakini vile vile kwa watu ambao wamekuwa wakimfuatilia Baba Levo. Nakuja kukupatia taarifa nzuri zaidi, lakini kuna tukio lingine la kushangaza kwa sababu hapa yako mawili. Tukio la kushangaza ni kwa Baba Levo bwana aligoma kabisa kuingia kwenye chumba cha kuhifadhia maiti, mortuary, na akasema hawezi kuingia huko kamwe, licha ya kwamba kuna gari hilo la kubebea wagonjwa lilifika pale na nini na nini. So utamsikiliza mbele hapo akizungumza, lakini taarifa ni kwamba ilikuwa Novemba 29, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Baba Levo alipokea gari mpya ya kubebea wagonjwa, ambulance, kwa niaba ya wananchi wa Kigoma mjini. Ambulance hiyo imekabidhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Maweni, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan katika kuboresha sekta ya afya nchini. So akizungumza mara baada ya makabidhiano hayo, Baba Levo ameomba wananchi pamoja na watumishi wa hospitali hiyo kutunza na kutumia ambulance hiyo kwa uadilifu na weledi, ili iweze kutoa huduma bora kwa wananchi wote wanaohitaji msaada wa dharura. Aidha, mbunge huyo ameongeza kuwa serikali ina mpango wa kuongeza magari mengine ya kubebea wagonjwa ifikapo mwaka ujao, ili kuendelea kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa Kigoma mjini na mkoa kwa ujumla. Hii ni taarifa rasmi ambayo inasomeka kutoka pale kwenye jimbo la Kigoma mjini, ambako Baba Levo ndio mbunge wa jimbo hilo. Sasa kwa vitu ambavyo vimefanyika, watu wengi imewashangaza. Mmoja wapo ni Diamond Platnumz, ameonesha namna ambavyo amevutiwa na mtoto wake. Baba Levo anajiita ni mtoto wa Diamond Platnumz, mtoto wa kwanza wa Lukuga kama ambavyo huwa anazungumza. Diamond kupitia mitandao yake ya kijamii Instagram amempost Baba Levo na kuandika maneno kadhaa, ikiwemo yale maneno ya kuwa proud na mafanikio ambayo Baba Levo anayapata kwenye uongozi wake. Na ikumbukwe Diamond Platnumz ni miongoni mwa watu wa mwanzoni ambao wamemsupport sana Baba Levo sana. Kama unakumbuka, alienda mpaka kufunga kampeni pale Kigoma, na nyomi ilikuwa kubwa kweli kweli. Alimpa moyo na kumhakikishia kwamba nafasi ya ubunge anaenda kushinda kutoka pale Kigoma. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yamejiri kutokea hapo, na mtazame hapa akiwa anakabidhiwa ambulance, lakini vile vile kauli yake ya kwamba hataweza kuingia mortuary akiwa bado mzima ataingia akiwa haoni. Katika ziara ya Mheshimiwa Naibu Waziri hapa Kigoma, sasa imefika muda kukagua jengo la mortuary pale. Unaona pale? Siendi hata kwa nini. Siwezi kwenda mortuary kwa sababu kwanza sipapendi mortuary. Japo wote tutaingia, lakini tutaingia nikiwa sipaoni. Lakini kuingia sasa hivi tena kuanza tena kuoneshana vitu vya mortuary hapa. Nadhani nimwachie Dr. Florence mwenyewe, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya,
Yeye ndo mambo yake atadili nayo sana. Umeona? Mochwari forever. Siendi. Namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa haya anayoyafanya katika mji wetu wa Kigoma. Ni wazi mkoa wa Kigoma ni kama mama anatupendelea zaidi. Vitu vingi vinafanyika hapa. Kwenye afya tunaona namna ambavyo ameleta mashine zote ambazo hatuna sababu tena ya mgonjwa kutoka Kigoma kufanywa rufaa kwenda Bugando. Nimetembea, nimeona mashine zote za kisasa zipo ndani ya hospitali ya Maweni. Lakini juzi hapa mimi kama mbunge nilileta gari kwa ajili ya wananchi wangu wakiwa na furaha wakitaka kuoana, waoane, nikaleta jeep. Watu wakanilaumu sana. Wakasema Baba Levo unaleta gari ya kuoana na wakati ndoa uaga watu washapanga michango na kila kitu. Kwa nini kununua ambulance? Nikasema ambulance ni kazi ya mama. Ambulance mama kwenye afya hana utani. Na baada ya kuongea maneno haya, hatuna wiki mbili, Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia waziri wake wa afya mzee wangu mzee Mchengero, mtu wa maana sana, na naibu waziri Florence, tumepata gari hili hapa ambulance. Ndugu yangu, wewe ndo mmoja kati ya wasimamizi ambao mtakwenda kuangalia gari hili. Mimi ndo mbunge wa jimbo hili. Mimi ndio chawa wa mama. Mimi ndio ambaye sintakubali kuona gari hili linatumika hovyo hovyo. Tunataka tuone kile ambacho mama amelenga kwa ajili ya ambulance hii basi kifanyike katika mji wetu wa Kigoma na wananchi waweze kupata manufaa ya kuwa na rais ambaye anafikiria afya zao, anapenda afya zao. Mimi naamini madaktari nyewe ni watu makini sana. Sisi wengine kuna nafasi yetu hizo unaweza kupewa hata kama hujasoma chochote. Lakini nyie lazima mtu wewe umesoma, umepita misingi yote ili uweze kupewa nafasi ulionayo wewe. Naomba elimu ulionayo na wengine wote ambao wanahusika kwenye kusimamia gari hili walisimamie ili wananchi wa Kigoma mjini wafaidi matunda ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Nashukuru sana mama yangu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa haya ambao unayafanya katika jimbo la Kigoma mjini. Sisi kama wakazi wa Kigoma mjini na wa Kigoma kwa ujumla tunashukuru sana na tunaomba endelea kuyafanya haya kwa sababu huku sisi ni bezi yako ambayo iko 100% kukusupport. Na kwa heshima ya ambulance hii naomba niifute kwa koti la suti kwa sababu hatuna utani kwenye hili. Kama hivyo. Kwa heshima ya ambulance hii jamani, mama hana deni kwenye afya. Wananchi wa Kigoma mjini niliwaambieni mama ataleta ambulance. Nadhani mmeona wenyewe kazi ya mama anayoifanya. Hatuna champagne lakini tutapasua maputo. Wale, nashukuru sana Dr. Samia oye. Maweni oye. Tunashukuru sana mama, tunashukuru sana mawaziri wote waliohusika na huduma hii katika mji wetu wa Kigoma. Tunawashukuru wote ambao wanaona Kigoma ni sehemu ambapo wananchi wetu wanatakiwa kupata huduma bora za afya. Na sisi tutaungana mkono kwa lolote ambalo mnaona aliko sasa. Nipe funguo ndugu yangu nipige gia. Naruhusiwa. Leseni yangu ni inaruhusiwa kupiga gia. Bane. Gari ni mpya kabisa, ambulance ambayo imeletwa Kigoma mjini, na ninawaambieni kwa speed ya Dr. Samia Suluhu Hassan kabla tujapindua 2026 zitakuja zingine 2 au 3 katika jimbo la Kigoma mjini. Lengo ni kuhakikisha mtu akilia nywi tushamleta nywi nyumbani, tunachukua pap tunamleta hospitali na maisha mengine yanaendelea. Karibuni Kigoma mjini mpate huduma bora za afya katika hospitali yetu ya mkoa ya Maweni. Thank you very much.